Cha kwanza kikubwa ni kuendelea kuwapongeza TARI kwa kazi yenu ya utafiti, na napenda niwahakikishie kipaumbele cha kwanza cha Wizara ya Kilimo kitakuwa ni utafiti. Na tutajitahidi isiwe ni kauli mbiu, iwe ni kipaumbele kwa vitendo, kwa resources, kwa uwezeshaji na kwa heshima tutakayowapa. Na hii sio kwa TARI tu. Ile nyingine Torito ina hilo. Ya chai inaitwaje? Treat. Na hata wanaofanya utafiti profesa kwenye chuo chako, Sokoine, University of Dar es Salaam, wote wanaohusika na utafiti wa kilimo, swala la utafiti litakuwa namba moja, na tutahakikisha linajionyesha kwenye budget. Tumechinja hela huku na kule, tumepeleka katika maeneo ambayo tunaamini ni vipaumbele, pamoja na ceiling kubaki vile vile, lakini tumefanya huku kati, chinja huku. Kuna maeneo ya vipaumbele ambayo tunataka kutekeleza. Na nyinyi ni watafiti, kwa hiyo mnajua kuliko hata mimi umuhimu wa utafiti katika kilimo, mnafahamu. Lakini narudia, hakuna nchi iliyoweza kuhimili mabadiliko ya kilimo ambayo yameweza kupelekea modernization of the economy bila utafiti. None. Hakuna. Na sisi tunahitaji tufanye utafiti ili tujue namna bora ya kuendesha kilimo katika nchi yetu na hali tulionayo, kwa namna ambayo italeta tija. Na tija ni kila kitu kwenye kilimo, kwenye maendeleo ya viwanda, ni kila kitu. Na tija, sasa Kiswahili tunasema tija, lakini unaweza kutafsiri kwa Kiingereza kwamba ni productivity. Unaweza kutafsiri vile vile kama ni yield. Yield na productivity vitu vile tofauti, vinafanana kwa sababu yield ni kiasi unachokipata katika eneo unalolima, si ndio? Maana yake katika eka moja unavuna kiasi gani, kuongeza kiasi ambacho tunavuna katika eka moja. Productivity unapata kiasi gani kwa juhudi zote unazopeleka katika uzalishaji. Hiyo ni pamoja na gharama za pembejeo, gharama za umwagiliaji, nguvu kazi, eneo la ardhi ambalo sisi wachumi tunaita na opportunity cost. Usipolima maharage pengine ungelima kitu kingine. Vyote ukivichukua vile unatengeneza unit, unatengeneza aina ya index, alafu unaangalia ile unit inakuzalishia kiasi gani, ndio productivity. Kwa hivyo vitu vile kidogo vina slight difference. In the long run inabidi tuangalie sana productivity, kwa sababu ya pembejeo ni kubwa. Kwa huwezi tu kusema kwamba anapata kiasi gani kwa eka, unataka kujua kwamba na juhudi zote unazoweka kule, mbolea, viuatilifu na viuatilifu. Kwa hiyo vyote hivyo tunavyoingiza kule lazima tuvitilie maana. Kwa hiyo kwa hiyo kwenye kilimo sisi changamoto yetu kubwa kwa kweli ni tija ndogo. Na vipimo vyake viwili. Nimesema nitasema tena. Moja, unaweza kaangalia tu kwenye pato la taifa. Unapokuwa theluthi mbili ya nguvu kazi inazalisha theluthi moja tu ya national income, ina maana tija ni ndogo sana. Uzalishaji wa mtu mmoja ni mdogo sana. Watu unagawa watu wote ukachukua theluthi mbili ya wale watu, alafu anachokizalisha ni theluthi moja tu ya kile kinachozalishwa nchi nzima. Maana hali ndogo mbaya sana katika uzalishaji. Ni kweli mchango wa kilimo kwenye pato la taifa tunavyozidi kuendelea as a percentage unapungua. Lakini maana yake ulitarajia na nguvu kazi ambayo inakwenda kule ipungue kwa kasi zaidi. Yaani usihitaji nguvu kazi nyingi kuzalisha wanachozalisha. Maendeleo yanavyokwenda, contribution of agricultural sector in the national economy will have to decline. The problem kwamba ina decline huko, lakini nguvu kazi iko pale pale.
kwa tija ndogo. Na ndio kielelezo cha umaskini tunachokiona katika maeneo yetu hasa vijijini. Na tunashindwa kuendeleza hata viwanda kwa sababu tija ni ndogo. Na tutapeni mfano miwili. Na nyinyi ndio tayari mmeniambia. Kwa hiyo kama mkuniambia takwimu sahihi hali yenu mbaya, kwa sababu natembea na karatasi ya hatari kila mahali. Sijawahi kuiacha. Unaikumbuka karatasi? Naikumbuka. Tangu niingie wizarani natembea nayo hivi. Naangalia. Tunataka kuendeleza viwanda hapa nchini. Sasa hivi tunatumia nusu trilioni ya hela kununua mafuta ya kula kutoka nje. Sasa kuna changamoto huko, mnafahamu kwa duniani huko. Rapeseed production kwenye Black Sea inayumba. Ukienda mafuta ya mawese, uvunaji unayumba kwa sababu wanatumia migrant laborers kutoka Ufilipino. Sasa movement yao tumekuwa control kwa sababu ya COVID. Kwa supply inayumba. Kilimo cha soya beans Latin America kidogo changamoto. Ambayo ndio I think source kubwa zaidi ya mafuta ya kula. Kuna yumba. Kwa hiyo matokeo bei ya mafuta inapanda. Watu wanaona changamoto, mimi naona fursa ya kilimo hapa kwetu. Sasa unarudi watu wazalishe mafuta hapa, unaenda Kigoma, unasema sasa tuendeleze zao la michikichi, tupate mawese. Unaambiwa sisi kwa hekta moja tunapata mafuta 1.6 ton kwa hekta moja. Hili nalirudia kila mahali. Sasa liko hapa. Lakini kule Malaysia, Indonesia kwa hekta moja unapata tani 10. Unaweza ukashindana? Unaweza kushindana? Kwa wakati mwingine hata unajaribu kuongeza kodi ya kuingiza vitu, unaongeza, lakini unaona mfanyabiashara anaona bora nikanunue ile mafuta nialete huku kuliko nije niweke kiwanda Kigoma kuzalisha. Kwa tunahitaji utafiti, tuhakikishe kwamba wakati tunazalisha michikichi tunaweza kupata mafuta mengi zaidi. Yield iongezeke, productivity iongezeke, tija iongezeke. Ndio funguo. Sasa hivi tunazungumza viwanda vya kukamua mafuta ya alizeti. Vinafungwa nadhani kimoja tu. Kinaitwa Piscus. Kinaitwa kile kwa pale Dodoma. Pixas ambao wao wameamua kuingia mkataba na wakulima, wanalima, wananunua alizeti nyingi, wanakamua karibu mwaka mzima. Lakini wengi wanakamua miezi mitatu wanafunga. Hatuna alizeti ya kutosha. Kwanza hatulimi nyingi, lakini productivity yake iko ndogo sana. Alafu kimwangalia wananchi wale maeneo ambao wanaweza kulima alizeti wanapambana na maisha hali ngumu. Alafu tunachukua hizo hela half a trillion tunaenda kununua mafuta kutoka nje. Tunakuja kwa ajili ya huyu mtu huyo anapambana na maisha apate mafuta ya kula. Tutafika hivyo. Lakini tukiweza kuongeza tija, tukiongeza productivity, tutaweza kuzalisha mafuta ya kutosha, tutaacha kuagiza mafuta kutoka nje. Mafuta na hiyo ni kila mahali. Sasa hivi tunazungumza korosho. Kwa hiyo umekuwa kila mahali tulime korosho. Twende Tabora tulime korosho, Kibondo tulime korosho, Katavi tulime korosho, Manyoni tulime korosho, kila mahali tulime korosho, korosho ilipanda bei, basi kila mahali lima korosho, lima korosho, lima korosho. Lakini tija kwenye korosho bado. Na utafiti uliotumika pale kuendeleza korosho baadaye tulineglect kidogo. Yule mtafiti anaitwa Masawe kama sikosei. Si alienda West Africa kule. Ndio akawawezesha wakaanza kuzalisha korosho kwa wingi sana. Kwa sisi tukawa utafiti kama tukawa tunaona ni mzigo, tukaacha. Nikisoma hapa takwimu zako bwana. Sisi kwa hekta moja korosho tunapata 0.7 tonnage. Lakini kuna uwezo potential ni twice as much 1.4 tonnage per hekta moja. Kwa hiyo before we go for extensive expansion, you can do intensive expansion. We can do that, lakini we can only do that through research. Nyinyi mnaweza mkatuambia tufanye nini? Mbegu gani tutumie? Kilimo bora, agronomy, population ya plant katika eneo iendeje, spacing iendeje. Si ndio? Hata viuatilifu hivyo vipi vinaweza kufanya kazi? Mbolea gani inaweza kufanya kazi vizuri? Hiyo tutaipata kutoka kwa tafiti, na brains zilizoko humu ndani ni the best. I've no doubt about it. Zipo huyo mmoja wapo. The best zipo. Ni hapa ni the best. Sasa kazi yetu ni kuzitumia, kuziharness, zitusaidie kwenda kwenye mabadiliko. Kwa hiyo kienda tu kwenye productivity ya kila kitu mahindi. Tulikuwa tunaongea kwenye bodi. Mjumbe mmoja wa bodi akatuambia, South Africa eka moja wanapata gunia 40 za mahindi. Eka moja. Mimi nasema ndani ameniambia ili kama usinipige mawe. Tanzania pale Songwe anasema eka moja gunia 12. Asisemio wanapata gunia 7, gunia 10. Sasa chukua mahindi peleka Kongo pale Lubumbashi. Wanataka kununua mahindi. Anakuja mtu kutoka South Africa na umbali wote ule, ana mahindi anaweza akachukua half the price in the market akauza na akatengeneza faida. Wewe unakwenda pale unalalamika bei mbaya.
key to agricultural transformation and industrial transformation in our country ni kwamba tuweze kuwa na situation ambayo mazao yanaweza kashuka sana bei, lakini kipato cha mkulima kikawa kinaongezeka sana. Na niwaambie, industrialization gharama yake moja ni labor force, nyingine ni raw material, sasa nyingine ndio nishati na kila kitu. Kama bei ya mchele haishuki, ya mahindi haishuki, ya maharage haishuki, yule mshahara unaomlipa yule mfanyakazi, kwa sasa sisi wachumi tunasema real wage, hapana nominal wage, real wage. Real wage ni unaweza kununua nini kwenye hela unazopata. Kwa ukisikia mzee wako alikuwa analipwa sijui shilingi 15 mwaka 1961 na wewe unalipwa milioni 2, inawezekana kwa real wage yeye alikuwa na mshahara mkubwa zaidi kwa sababu alikuwa anaweza kununua vitu vingi zaidi kuliko sisi. Kwa real wage ni unaweza kununua nini? Kama bei ya mchele inashuka na wafanyakazi wanatumia mchele, bei ya maharage inashuka, bei ya unga inashuka, bei ya mafuta kule inashuka, kiwango kile kile cha mshahara bila kuongeza nominal wage, bila kutangaza Mei Mosi tumeongeza mshahara, actually real wage inaongezeka. Kwa sisi kupitia utafiti wenu tunaweza tukahakikisha kwamba tunazalisha zaidi kwa tija kubwa, bei ya mazao ya chakula ambayo tunakula sisi ikashuka sana, pato la mkulima likaongezeka sana kwa sababu anazalisha kwa wingi sana kiasi kwamba hata kama bei ikianguka there's no loss. Lakini matokeo yake kwenye industrial development ina maana hata kama mshahara hujatangazwa umeongezwa, sisi tunaongeza mshahara wa wafanyakazi. Sisi watafiti wa kilimo tunaweza tukasaidia kuongeza mshahara wa wafanyakazi. The nominal wage remains the same. Mtu analipwa 400 inabaki 400 hiyo hiyo. Lakini wakati 400 alikuwa anaweza kununua sijui magunia mangapi ya mchele, anaweza kununua twice as much. Na akiweza kununua kila kitu akabakisha hela ya kufanya shughuli nyingine, he is happy. Kwa hiyo mtu anaanzisha kiwanda hapa, anataka kulipa mshahara, analipa, watu wanakula, wanabakiza. Then they work. Watu sio havivu. Ila you pretend to pay them, they pretend to work for you. Yao unajifanya unalipa hela haziwatoshi. Basi na yeye anajifanya kufanya kazi wewe lakini hafanyi. Hafanyi maigizo kwa sababu kazi ile anahitaji hata kale kadogo. Wao unasikia Tanzania ni wavivu, sio. Kwa hiyo gharama ya industrialization actually through the wage system tunahitaji sana bei ya mazao ya chakula ambayo tunayala hapa ishuke, lakini yule mkulima anayelima aongeze kiwango anachopata so much that kushuka kwa bei kwe offset na kuzidishwe sana na ongezeko la output, kwa sababu income tofauti na price, ndio. Kama ulikuwa unapata magunia 7 ya mahindi kwa eka moja, ukapata magunia 40, hata kama bei ingeshuka mara 5, bado ungepata hela nyingi zaidi kwenye eka moja. Uongo jamani? Kwa hiyo utafiti mnaofanya hata katika power industrialization kwenye nchi tunahitaji sana kwa ajili ya kumotivate labor force. Gharama ya maisha ishuke. Na ukiangalia household budget survey data unaona kabisa kwa watu wa strata ya chini ambao ndio kweli blue collar labor, zaidi ya nusu ya kipato chao kinatumika kwenye chakula. Kwa hiyo kama bei ya chakula haishuki, sisi watu wanasema tunapenda bei ya mazao ipande, mkulima atapata, lakini huku inaumiza industrialization. Sisi tunataka bei ya chakula tunachokula ndani kishuke, lakini kwa kuongeza tija sana kipato cha mkulima kiongezeke. Sijui kama tunaelewana. Anayeweza kutupeleka huko nani? Nani? Ninyi. Labda tuwe mabumbumu tu. Tuwe tunalalamika, wazungu wakigundua dawa tunalalamika, wasipogundua tunalalamika, lakini vichwa tunavyo hapa. Na nyinyi hapa, ni Seliani hapa, ni Tari. Takri. Torito Street. Ni Nelson Mandela. Ni Sokoine University of Dar es Salaam, na utafiti. Kwa hiyo moja hiyo gharama ya industrialization through the labor force, through the wage. Sisi nyie ndio mmeshika ufunguo. Mtu akiweka kiwanda hapa si akasema mfanyakazi wa Tanzania bwana mvivu afanye kazi. Unamlipa hela lakini kwa sababu hela haitoshi mfukoni, lazima atengeneze maandazi, lazima anaenda kazini adokoe kidogo, ajifanya amefiwa, aache kazi leo na kesho kutwa kwa sababu anatafuta namna kuishi. Hakuna unamlipa vizuri, anapata hela za kutosha, sio kuongeza nominal wage lakini real wage. Ni kwamba chakula nyumbani kipo, watoto wanakula vizuri, mboga zipo, mafuta kula, kila kitu yapo, maziwa, samaki, unaweza kula vizuri na hela inabaki. Akienda kazini ana focus kwenye kazi. Kwa sababu Tanzania sio wavivu. Sio wavivu. Mtu ananiambia Tanzania wavivu, anashangaa sana kwa sababu nakumbuka magorofa alikuwa ajenga kule Kariakoo. Tena watu wanasema watu wa pwani wavivu. Alafu kaangalia walikuwa wanaambiwa ile zege kupandisha gorofa 10 walikuwa na watu wa pwani. Sasa wanasemaje wavivu hao? Hao wanaochunga ng'ombe na miba wanazunguka nao hao wachungaji hao.
wanakimbia nao na ng'ombe hao hawapotezi. Ni wavivu wao kweli? Wanaendesha bodaboda wanapambana mjini hivi. Unaweza kumlinganisha kazi anayofanya na yule anaendesha basi lenye kiyoyozi kule Ulaya? Anafanya kazi zaidi nyupi? Si huyo hapa. Kwa sio wavivu, lakini tunataka sisi tuwe na mazingira mazuri. Real wage iongezeke through reduction in the cost of food, and that can only be possible if our researchers will take us there. Mnaona mlivyo wafalme. Na bei ya raw material, hivyo viwanda, asilimia kubwa ukiangalia mipango yetu ya maendeleo, ilani ya chama tunataka viwanda vyetu kwanza vianze kutumia malighafi tulizo nazo. Sasa ndio hivyo, kama pamba productivity si kubwa, viwanda vya nguo vitakuja. Kwa sababu wewe ile bei anataka kununua yule mwenye kiwanda, anasema hii ni kubwa sana, pengine mimi kuweka kiwanda hapa haiwezekani. Mwenye ufungua kuhakikisha kwamba bei ya pamba inaweza kashuka, lakini kipato cha mkulima wa pamba kaongezeka ni nani? Si mtafiti? Haya mafuta ya kula ni mfano sahihi. Sasa hiyo naweza nikatoa lecture, nikatoa. Kumbukeni mimi ni lecture, sijapiga lecture muda mrefu. Lakini that economic connection is very important. Na the key goes to utafiti. Alafu mkishafanya utafiti inaenda kwenye ugani. Siku moja nikawa nasema tumefuta 8 hela ziende kwenye ugani. Watu wakasema bora ingefuta Nomes. Si angefuta ile sheria inaitwaje ile maua mekundu. Si bora ingefuta tu Valentine kichele. Lakini honestly watu wanauliza hivi ugani nini? Umeona hiyo? It's extension service. Kwanza knowledge kishatengenezwa hapa, tunapitia system ya extension service kupelekea wakulima ili waweze kuitekeleza. Kwa hiyo nyie mtaona kwenye budget yetu extension service itapata special treatment as it has never been for quite some times. Mtaiona. Lakini hiyo extension service tunafanya, tumesema tunanunua pikipiki 1500. Tunachagua mikoa mitatu ya kielelezo ya excellence in extension service. Okay? Na kitakacho to drive ni mafuta ya kula. Sihitaji sasa hivi, naogopa siasa kabla siku ya budget. Watu wataanza kusema mkoa wangu, mbona hajaweka Rombo, mkoa wa Kilimanjaro anatoka huko. Kilimanjaro haipo huko. Lakini hiyo mitatu tutahitaji asikia nani. Sasa kama nyinyi hamjafanya utafiti wa extension service tutaenda nayo vipi? Tutawaretrain mabwana shamba, tutaenda kuwafundisha upya, tutafundisha kwa wale bazaa walioko kule, tutahakisha wana mashamba, tutawapa pembejeo, tutawezesha walime. Tukipita na bwana shamba ni upi? Ni wewe, hebu tuonyeshe shamba lako. Kumbe hujui hata kulima, unamuelezaje mtu mwingine? Tunawapa pikipiki, tunajazia mafuta, tunawapa mobile phone, tunatumia mobile kilimo. Ni app yetu maalum ya kumonitor. Kila siku ukitembelea wakulima, ukishaongea nao, unaandika report kwenye app, unaandika na jina la mkulima ulimtembelea, namba yake ya simu. Waziri, naibu waziri, katibu mkuu, naibu katibu mkuu, mkurugenzi wa mazao, anybody mpaka mkuu wa mkoa. Anaanza siku moja akasema Rafu, hebu tuangalie huyu alifanya nini. Akampigia simu mkulima. Alikuja kwako wewe. Kulikuwa na shida gani? Tuna retrain, lakini tutawezesha, they will be happy. Lakini yote tutakayofanya ultimately kama hatuna knowledge ya kuwapa wakulima, itatusaidia? Kama tunataka kulima alizeti pale Dodoma kweli tuongeze productivity sana, watu tukawekeza sana kwenye extension, ni knowledge gani tunapeleka kule kama sio mliozalisha nyenyewe? Kwa nini unakuja kuwasalimia kuambia you are special? Muuliza Dr. Ndunguru, una watu wangapi nje wanasoma? Bwana PhD wakasome nje. Sio ndani tu. Tusicirculate knowledge yetu sisi wenyewe kwa wenyewe. Send people abroad. Njoo tutafute hela. Peleka wakapige PhD huko nje. Waende Marekani, Latin America, waende Ulaya, waende China. Tusibaki kusoma ndani tu. Ndani viko vizuri, lakini if you don't mix up, haitusaidii. Wale wa China walivyoendelea. Kama mnajua, kama mlikuwa mnasoma nani, mnasoma hiyo mtabarika. Wangekuwa wajumbe hapa mimi. Wale wa China wakati Deng Xiaoping analeta mapinduzi China. Wakati analeta mapinduzi wakati huo walitaka ujamaa wakaondoa paka mitihani, watu wanaingia chuoni bila mitihani, wanaandikiwa na kada wa chama tu kwamba huyo anafaa. If you think education is expensive, alipokuja Deng Xiaoping akarudisha mitihani na nini, na walikuwa hataki watu waende nje. Wetu wakienda hata Deng Xiaoping anasema wapeleke. Wasiporudi wakae huko watabaki ni wa China. Wakae huko watabaki ni wa China. Hawataacha ndugu zao, mabinamu zao. Wakitaka kuoa wanakuja huku. Sasa siku moja nilifanya ziara Marekani.
Nikakutana na Jimmy Carter akatiwa. Jimmy Carter anambia bwana, usingeruhusu Wachina wengi wanafunzi waje hapa. Akasema nikuletee ngapi? Milioni 10. Jamaa kashtuka. Kwa hiyo tusiogope kupeleka watu nje. Na ipo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tupeleke Watanzania wakasome top range universities. Kasomeni. Ipo. Kwa hiyo tayari iongoze kwenye hilo. Tutafute hela wakasome. Kuna PhD nyingi bado hazitoshi. Wafanye utafiti. Na kila anayefanya utafiti anagundua kitu to celebrate achievement yake. Sawa jamani? To celebrate. Leo tulikuwa Minjingu. Tunazungumza mbolea iko pale. Tunahitaji atakayetusaidia ile mbolea ndio dominate hapa. Si nyie. Marisecha. Nyie ndio kwa uzalendo wenu mtakusaidia. Nani mwingine? Mimi nitajuaje bwana? Niambie mbolea inafaa. Sasa kwani tunaagiza kutoka nje wakati inafaa? Lazima nimuulize mwana. Alafu akitaka kuambia anakuambia mambo mengi wanakuwekea ile organic chemistry ile ya kukubali. Na acha hiyo organic chemistry. Niambie kirahisi inafaa haifaa hii. Hayo makina prosubstantiate haya tuachie. Kwa kweli ndio salamu zangu. Watafiti Wizara ya Kilimo, chapeni kazi. Hata kama sasa hivi hatuwezi kufanya chochote, mjue heshima yenu kwangu ni kubwa kuliko mnavyojua. Na tutafute projects. Kuna budget tutaongeza, tunaanza mfuko wa utafiti, si ndio? Ndio. Tunaanza mfuko wa utafiti. Tuhakikishe mtu anafanya utafiti, anakuwa mzuri sana, anahangaika, anakala bara tu anafanya kazi kidogo, alafu anatoka, anapanda daladala, anapata shida, anaamka asubuhi, humo. Tumtafutie namna ya kuishi. Njoo leteni kanuni tuziangalie. Nini tunaweza kubadilisha? Mshahara mimi sina mamlaka nayo. Lakini hata haya mambo mengine. Yatanishinda tena jamani. Na mimi mchungu. Hilo ndio salamu zangu. Lakini naombeni sasa mtusaidie kufungua milango. Nimepewa taarifa ile mliofanya kule yale manani mchikichi. Nimesema ile moja inaitwa jiwe. Nyingine inaitwa bubu. Cross pollinate mkapata hote au tenera. Unaona nakumbuka kichwani? Ni kazi ya nini? Ya research, utafiti. Sasa ngano alituambia Mheshimiwa Rais, alitangulia mbele za haki, lakini Mheshimiwa Rais, urais ni taasisi. Kwa anasema ametuagiza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuelekee kujitegemea kwenye ngano. Sasa nataka kumwangusha? Tunataka kumwangusha? Hapana. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, nataka kumwangusha? Hapana. Kina mama mbona? Hapana. Nataka kumwangusha? Hapana. Kina baba mnanuna Kina baba mnataka kumwangusha? Hapana. Basi kwa kweli kazi tunawakabidhi nyinyi. Mna vichwa bora, you have the best brain, you have the best capabilities. You are special. Help us, take us through. That's the only way. Na waheshimiwa wanasayansi. Msikia bwana? Waheshimiwe. Ndio. Tuwape heshima. Ndunguru. Ndio. Tunahitaji tuone wanasayansi wanajisikia kwamba ni wanasayansi. Mwanasayansi mzuri hawezi kuvaa vizuri akapendeza. Sasa kuvaa vizuri na kushangaa kidogo. Unasahau kuchana nywele wakati mwingine. Kuna watu wanaambiwa sio profesa bwana, mbona unachana nywele? Kaambia mimi mwana sio profesa, mimi ni mwanasiasa. Au sio? Lakini wanasayansi anazama mpaka anajisahau. Au uongo jamani? Anakaa maabara anasahau muda wa kuondoka. Na utania ni kitu kidogo afu nimalize. Mlisikia nitawapa story mbili. Sana sayansi. Isaac Newton. Ile kichwa ile. Anasema alikuwa anatumia muda mrefu sana kufikiri. Alafu hataki kupoteza muda, siku moja anataka kuchemsha mayai. Asikaweka mayai, anataka kuweka mayai kwenye stove. Achukue na stopwatch ili akisha hapitilizi muda wa kuchemsha ale mayai haraka. Basi ameshika hivi, mayai yanachemka muda mrefu, tayari anaanza kufikiria force of gravity. Jamaa akaja akamwambia Newton, what are you doing? Anasema I'm boiling the egg and I'm checking the stopwatch. So no, you are boiling the stopwatch and you are holding the egg. Kwa sababu ya kufikiria mambo mengi, aliweka stopwatch kwenye maji, hapa ameshika yai hivi ana. Albert Einstein baada ya misukosuko mingi na mwana sayansi pekee duniani alipewa ofa ya kuwa rais wa Israel. Rais wa nchi yani kwa sababu ya wana sayansi. Anasema I enjoy questions more than politics. Akakataa. Alienda nadhani Stanford au Princeton, sikumbuki ni university gani, one of those. Ameenda kule sasa kwa sababu alikuwa so special ndio amegundua mambo mengi mpaka kama nuclear energy na nini. Wakawa wanamlinda, kwa hiyo wakasema hata anapoishi ni siri, usiwaambie watu ili awe salama. Na kapasi nzuri. Ukiwa mwanasayansi mzuri ambao utafundisha ukitaka, kama hutaki acha, wewe kazi yako kuchemsha bongo tu tuandikie vitu vyako viende mbele.
Basi moja kama anatembea anafikiria mambo yake mengi huko. Ile nani inaitwa MC square nini? Inaitwa nini? Anafikiria nani huyu? Mama relativity sijui na nini. Basi akafikiria hivi naenda wapi? Nyumbani wapi tena? Akaenda kwenye booth, telephone booth, wakatoa na mobile. Akapiga simu, at least akasema nipeni kwa secretary wa Professor Einstein. Mama akapokea akamwambia, "Excuse me, I wanted to go to the house of Professor Albert Einstein." Secretary akamwambia, "Excuse me sir, it's a confidential information. I cannot divulge it to anybody." I said, "I am terribly sorry. I'm Professor Einstein. I just don't tell you." Mbarikiwe sana.